Baba Mtakatifu Leo wa 14 anataja akili mnemba kama changamoto kuu katika mkutano wa kwanza na makardinali. Baba Mtakatifu mpya anaeleza maono yake, akiahidi kuendeleza urithi wa thamani wa mtangulizi wake Baba Mtakatifu Fransisi. Akizungumza wakati wa mkutano na makardinali huko Vatican, ambapo amepata wasaa wa kueleza maono yake kwa ajili ya utawala wake. Amefanya mkutano wake wa kwanza na makardinali wa dunia tangu kuchaguliwa kwake kama kiongozi wa Kanisa Katoliki, akiitaja akili mnemba kama mojawapo ya masuala muhimu yanayoikabili jamii. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakuwa Baba Mtakatifu wa kwanza kutoka nchini Marekani, ambapo katika mkutano huo ameonyesha maono yake ya utawala wake huko Vatican, akiwaambia makardinali kwamba akili mnemba inatoa changamoto katika kulinda heshima ya binadamu, haki na kazi, mtazamo ulioshikiliwa na mtangulizi wake hayati Baba Mtakatifu Fransisi. Akielezea uchaguzi wake wa jina, Baba Mtakatifu amesema kuwa hayati Baba Mtakatifu Leo wa 13, ambaye alitetea haki za wafanyakazi wakati wa uongozi wake kutoka mwaka 1878 hadi mwaka 1903, mwanzoni mwa zama za viwanda, akiongeza kuwa fundisho la kijamii sasa linahitaji mapinduzi ya kisasa yaliyosababishwa na akili mnemba. Ikumbukwe kuwa Baba Mtakatifu Fransisi alifariki mwezi uliopita, ambapo alionya kwamba akili mnemba inahatarisha kugeuza uhusiano wa kibinadamu, na alitoa wito kwa mkataba wa kimataifa ili kuyatizama vizuri matumizi ya akili mnemba. Baba Mtakatifu Fransisi alionya kundi la 7 la mataifa yaliyoendelea mwaka jana, na kwamba akili mnemba lazima ibaki katika muundo wa kibinadamu ili maamuzi kuhusu wakati wa kutumia silaha au hatua zana zisizo na maumivu zisiwe na jukumu la mashine. Katika hotuba yake iliyotolewa kwa lugha ya Kiitaliano, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alifanya marejeleo ya mara kwa mara kwa Baba Mtakatifu Fransisi na masikitiko kuhusu kifo chake, akisema Baba Mtakatifu huyo aliacha urithi wa thamani na kuashiria kwamba ataendelea na maono yake. Watu walikusanyika katika mji wa Genazzano katika uwanja wa nje ya kanisa kuu linalohudumia patakatifu, na wakisubiri Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuthibitisha. Baba Mtakatifu Leo wa 14, kardinali wa zamani wa Marekani Robert Prevost, alikuwa mtu asiyejulikana sana katika uwanja wa kimataifa kabla ya kuchaguliwa kuwa Baba Mtakatifu, ambaye alitumia sehemu kubwa ya kazi yake kama mhamasishaji nchini Peru kabla ya kuhudumia kama afisa mkubwa wa Vatican. Mkutano huo wa siku ya Jumamosi ulifanyika katika ukumbi mdogo wa Vatican, ambapo makardinali walikuwa wakikusanyika siku chache kabla ya mkutano wa kumchagua Baba Mtakatifu mpya. Uswege Mwaka wa SAUT TV.